Ndio unaona wewe unapotaka kunyoa nywele, intakana unyoe nywele aina tatu ya kunyoa. Kuna aina tatu ya kunyoa nywele ambayo dini yetu imetufundisha. Kwanza unyoe nywele yote size moja, kama walivyofanya vijana, mashallah, wote wamenyoa size moja, mashallah. Pili, unyoe kipara yote. Unaruhusiwa kunyoa kipara wewe mwanamume, lakini si wanawake. Leo kuna baadhi ya wanawake wananyoa vipara. Mke wa mtu huyu, mume wake anamruhusu mke wake anyoe kipara. Kipara jamani, wanaume walivyokuwa madayuth, hawana ghera hata na wake zao. Unajua mapambo ya mwanamke ni nywele yake bwana. Mungu ameilinda nywele ya mwanamke, bado yeye ni mdogo ndo anaanza kunyonya. Unajua mtoto anapofika siku 7 baada ya kuzaliwa ananyolewa nywele, lakini anayenyolewa nywele ni mtoto wa kiume, si wa kike. Wa kiume ndo ananyolewa nywele. Ile nywele inakwenda kupimwa katika ratili, kama ni gramu 1 inaangaliwa fedha, gramu 1 ni pesa ngapi, inatolewa sadaka. Lakini mtoto wa kike hanyolewi nywele. Mwenyezi Mungu ameilinda nywele yake, bado yeye ni mdogo sana, kwa sababu mapambo yake iko hapo. Lakini wanawake wengi wanaona haya ndo maendeleo. Jamani, maendeleo gani ya mwanamke kwa kipara bwana? Hii ni kwa wanaume hii. Kisha ya tatu, ukitaka kunyoa nywele, iache nywele yako yote. Mtume alikuwa anaacha, hanyoi mpaka inafika kwenye mabega yake hapa. Lakini hii naye itategemea nywele aina gani jamani. Si nywele ya kila mtu. Kuna wengine wana nywele ngumu hapa, iwezekani hiyo. Usijaribu kufuga ukaleta mambo, iwezekani. Hii ni kwa wale ambao wana nywele za singa. Mungu ametuumba tofauti tofauti hapa. Ndio unamwona Mtume sallallahu anamuona ule bwana hajachana nywele, ameacha nywele ovyo, hajavaa nguo, amevaa hajapigwa pasi, maana yake ovyo ovyo tu. Mtume anamuuliza nini hii? Anamwambia ya Rasulullah, hii dunia nimeshaiki naye, sina haja naye tena. Mtume anamwambia hapana, nenda nyumbani kaoge, osha nywele, paka mafuta nazi, paka mafuta manake, kisha uchane, vaa nguo iliyonyooka, alafu urudi hapa. Ule bwana akaenda akavaa, akaoga, akaosha nywele, akapaka mafuta nazi, akachana, akavaa nguo nzuri, akarudi kwa Mtume. Mtume akamwambia huu ndio Uislamu. Ndio Mtume akamwambia inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda uzuri. Manake anapenda uzuri, anapenda watu kujitengeza miili yao. Paka mafuta nazi, paka manukato. Wewe mwanamume unapotoka nje, vaa nguo iliyopigwa pasi, vaa vizuri, kula chakula kizuri, ishi katika nyumba nzuri, endesha gari nzuri, watoto wako wasome katika shule nzuri. Hujakatazwa hiyo. Kitu iliyokatazwa ni mtu kufanya israfu. Unamkuta mtu yuko na mke wake na mtoto wake mmoja ama wawili, kwenye compound yake imepakiwa gari 7. Ni yake yote hiyo. Hii gari moja ya kwenda shopping, hii nyingine ya kwenda sokoni, hii ni ya mke wangu, hii ni yangu ya kwenda naye kazini, hii ni ya kumpeleka mtoto shule, hii nyingine sipina kutoka outing, ambapo gari moja au mbili ingetosha mambo yote. Hii ni israfi. Leo katika nchi za Kiarabu, Waarabu wamewaiga hawa wasiokuwa Waislamu, kiasi ambacho unamkuta mtu ni tajiri, ana mke wake mmoja na mtoto mmoja, anajenga nyumba yenye rumi 20. Rumi 20 ya kazi gani jamani? Kwa sababu wazungu wanafanya rumi 20, na hiyo room moja